Miaka 13 ya moto wa uamsho. Miaka 13 ya moto wa uamsho. Asante. Bana, hii ni Jumapili na ni tarehe 15 ya mwezi wa pili, na Mungu ni mwema sana na ametusaidia, ametuwezesha, ametusafirisha. Tumefika TAG Sayuni na Ngara kwa makamo askofu wa jimbo la Babati, na hii ni after church session, na nikikusogezea maiki kwa ufupi sana, sema jina lako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaitwa nani? Naitwa Godson Tadei Liza. Asante. Nachagua tu wachache. Kaka, unaitwa nani? Naitwa Venance Elias. Mwenyekiti Mwenyekiti. Asante sana. Dada, unaitwa nani? Naitwa Gladness John. Asante. Sasa kwa sababu mna viti vyenu, naomba tumkae na ninaamini wote tumekuwepo ibadani, na tunapokuwa ibadani huwa kuna mambo mengi yanaendelea. Kuna maombi, kuna kusifu, kuna uimbaji wa kwaya, lakini kuna kipindi muhimu sana ambacho huwa kinatukutanisha tunapokuwa ibadani, na ni kipindi cha neno. Leo kichwa cha somo kimesemaje? Kumjua Mungu zaidi. Tumejifunza Kumjua Mungu zaidi. Leo tumejifunza kuhusu kupendana sisi kwa sisi na jinsi ya kumpenda Mungu. Leo katika kanisa la TAG Sayuni na Ngara, kichwa cha somo kimesema kumjua Mungu. Leo katika kanisa la TAG hapa tumejifunza kwa habari maeneo makuu ya mahusiano. Tumejifunza maeneo makuu ya mahusiano. Leo katika kanisa hili kichwa cha somo vimefika 4 mpaka sasa hivi ambavyo watu hawa wamejifunza. Kwa hiyo katika ibada moja tumekuwa na vichwa vya somo 4, labda tutapata cha 5. Leo tumejifunza kwa habari ya kumjua Mungu, ila kumjua Mungu kumetajwa mara 3. Leo tumejifunza kwa habari ya kumjua Mungu. Asante sana. Ya kumjua Mungu wote tumepatia, kwa sababu wengi wetu pia tumeingia ndani kule kwenye kumjua Mungu, tukaanza kuelezea, tutafika huko. Tumejifunza katika kumjua Mungu. Tumesoma andiko gani? Ufunuo 7:21. Ufunuo 7:21. Kumjua Mungu ni nini? Kumjua Mungu ni jinsi mtu unavyoishi vizuri na watu, pia na kuishi maisha matakatifu. Kumjua Mungu ni jinsi ambavyo unaishi vizuri na watu na jinsi ambavyo unaishi maisha matakatifu. Tumesoma andiko gani leo? Kidogo andiko lina nini, lakini ambacho sijakisahau ni kwamba neno la Mungu linasema yeye ajuaye kutenda mema asipotenda amefanya uasi. Kwa maana yake ukimjua Mungu tayari umeshajua unatakiwa kutenda mema, na maana sasa usipotenda mema yale ambayo tayari wewe umemjua Mungu. Kumjua Mungu ni kwamba kuepukana na uasi. Umeshajua kwamba mimi namjua Mungu, natakiwa niepukane na uasi. Usipouepuka huo uasi tayari umemtenda Mungu dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio hivyo nimeelewa. Bwana Yesu asifiwe. Tumejifunza kwa habari ya kumjua Mungu. Bado natamani mtu mmoja anisaidie. Nini maana ya kumjua Mungu? Kumjua Mungu ni kuishi maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu. Maana umesema kumjua Mungu? Kumjua Mungu. Ndio. Maana inapasa mtu kumjua Mungu kwa kuishi maisha matakatifu ya kumpendeza. Kitu ambacho kinathibitisha kwamba unampenda Mungu ni kuishi maisha matakatifu ambayo yanampendeza Mungu. Kuna tofauti gani kati ya kumjua Mungu na kumpenda Mungu? Kumpenda Mungu, nafikiri kumjua Mungu inaingia ndani zaidi, kwa maana ya kwamba katika unapoishi maisha matakatifu yale ambayo yanampendeza Mungu kwa kuacha maovu, yanadhihirisha kwamba unampenda Mungu. Asante. Vijana hawa wamejifunza kwa habari ya kumjua Mungu. Mungu ni mtakatifu na Mungu ni mwenye upendo. Na wengi wetu wamezungumzia kwa habari ya utakatifu katika eneo la kumjua Mungu. Maana yake
ili umjue Mungu na wewe lazima uwe mtakatifu. Na ukishakuwa mtakatifu maana yake umemkaribia Mungu. Mungu akikutazama anapendezwa na wewe. Ni kitu gani uendelee kufanya ili uendelee kumpendeza Mungu? Moja ni utakatifu. Pili, uwe ni mtu ambaye wa kusoma neno. Tatu, uwe ni mtu ambaye uwe mtii mbele za Mungu. Moja, uwe mtakatifu, uwe mtii na uwe mtu wa kusoma neno. Nimechukua Biblia yangu, nimesoma neno katika mstari fulani. Nifanyeje hilo neno linibadilishe? Bwana Yesu asifiwe. Amin. Ukisoma neno ili mstari kubadilisha. Kwa mfano, Biblia inasema sitakufa bali nitaishi. Sitakufa bali linatoka kitabu gani hilo neno? Mesahau. Neno linasema sitakufa bali tuendelee hapo kwenye kufa na kuishi. Ndio nitakapomuomba Mungu na kumjua Mungu. Neno linasema sitakufa bali nitaishi. Wewe hautakufa alafu hautaishi. Sasa huo mstari ufanyeje ili ubadilishe maisha yako? Yaani wewe unafanyaje ili huo mstari ubadilishe maisha yako? Nitafanya hivi, sitakufa bali nitaishi. Maana yake nikilisoma hili neno ili nibadiliki. Kama ni mgonjwa, ninakataa hiyo hali ya ugonjwa, au kama ni kitu fulani, au kusimulia matendo ya Mungu yaliyo makuu. Kiongozi amesema kuishi neno. Nini maana ya kuishi neno? Kutembea katika neno la Mungu. Neno la Mungu likae ndani yako na utaliishi neno katika roho na kweli. Kuishi neno, kutembea katika neno. Kuishi neno, kutembea katika neno. Kipindi hiki kinahusu sana vijana kujaa neno. Kama jinsi ambavyo askofu mkuu wa kanisa la Tanzania Assemblies of God, TAG, Dr. Barnabas Mtokambali amesema anawakabidhi vijana kanisa, anatupatia kanisa, kwa sababu wazee wetu wanaendelea kwenda, kanisa linatakiwa kuachwa kwenye mikono yetu. Na sisi kama vijana hatuwezi kulibeba kanisa kama hatujajaa maneno ya Mungu, na kama hatuwezi kuyaingiza maneno ya Mungu kwenye matendo. Kwa hiyo kijana mwenzangu, kuanzia leo uchukue hatua ya kusoma neno, kulifahamu na kuliishi. After church session ya TAG Online TV itakuwa ikutana vijana kupima uelewa wa neno, kujua jinsi ambavyo wamejifunza na nini ambacho wataenda kuchukua hatua ya hicho ambacho wamejifunza. Tumejifunza kwa habari ya kumjua Mungu. Ukitoka hapo tenda kufanya nini? Ndio kutenda yale mpasayo Mungu. Yapi hayo? Maisha matakatifu. Kingine? Kuishi katika njia zake. Utafanyaje ili uishi maisha matakatifu? Kufuata neno lake. Lipi? Ni kutenda na kuacha njia zote zisizompendeza Mungu na kufuata zile njia zinazompendeza Mungu. Kwa neno moja, leo baada ya kutoka hapa kanisani unaenda kufanya nini baada ya kuwa umefundishwa kwa habari ya kumjua Mungu? Nitaenda kutii yale yote niliyopata hapa. Pia nitatekeleza yale yote na yeye. Ukitoka hapa utaenda kufanya nini kwa sababu umejifunza kwa habari ya kumjua Mungu? Nitaishi kama neno alivyosema. Limesemaje? Kumjua Mungu. Kumjua Mungu. Kwa hiyo utaenda kumjua Mungu nyumbani. Sawa. Uamsho agenda yetu miaka 13 ya moto wa uamsho. Hebu ongezeni makofi kwa Yesu. Naamini ni kiu yangu leo, mkitoka hapa mtaenda kujifunza neno na mtasikiliza vema mkiwa wapi? Mkiwa kanisani. Kipindi cha After Church Session kinaruka TAG Online TV, ambao tunapatikana Instagram kwa jina hilo hilo na YouTube kwa jina hilo. Kwa hiyo nyote mtajiona kule kwa jinsi ambavyo mmejaa maneno ya Mungu. Ongezeni makofi kwa Yesu. Ndani ya maisha yetu kila itwapo leo, unaposoma neno, unapoomba, Mungu anabadilisha maisha ya mtu kutoka maisha yale ambayo sio mazuri kwa maisha mazuri ya kumpendeza Kristo. Asante.